Haya, habari fanya biashara wenzangu, njoni hapa tuzungumze kuhusu mikopo. Mikopo imegawanyika katika makundi matatu. Kwanza ni mkopo wa fedha. Mkopo mwingine unakuwa ni mkopo wa bidhaa. Mkopo wa bidhaa na duka la kawaida, naenda kwenye duka la jumla, tunakubaliana. Kuna mkopo wa investment, yani unapewa kitu ambacho wewe moja kwa moja lengo lake ni kukuzalishia. Aidha umekopa biashara wadogo. Kama tulivyopita tuliongea kuhusu wafanyabiashara wadogo, ni wale ambao mitaji yao ni kuanzia shilingi 10,000 mpaka milioni 10. Shosti! Tusemezane. Haya, habari fanya biashara wenzangu, njoni hapa tuzungumze kuhusu mikopo. Tumekuwa ni watu ambao tunachukuaga mikopo sana. Mikopo ni dhamana ya kitu au pesa unayopewa kwa muda fulani, kisha unarudisha kwa faida, kwa riba baada ya muda fulani utakaokuwa umefika. Pia mikopo imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni mkopo wa fedha, vile ambavyo unakopa fedha unarudisha na riba. Sawa Hii tunafanyaga sana. Una kikundi chako, unataka kukopa hela kwa ajili ya biashara yako, unaenda unakopa labda milioni, unapewa milioni, unatakiwa urudishe milioni moja labda na 200,000. Si ndio Au unatakiwa unakopa una mikopo ya wafanyabiashara wengine wanakopa within biashara kwa biashara. Wanakopeshanaga kwa biashara, lakini huo ni mkopo wa fedha. Sawa Kwa hiyo mikopo mingi ya fedha huambatana na riba na duration ya kulipa, yani wakati wa kulipa, ambayo watu wengi tunafanya. Mkopo mwingine unakuwa ni mkopo wa bidhaa. Mkopo wa bidhaa ni ule mkopo ambao wewe unataka kupata stock ya kitu fulani, kwa hiyo unakopa mkopo wako wa bidhaa. Mfano, na duka la kawaida, naenda kwenye duka la jumla, tunakubaliana ananipa crate za soda labda 30, then nikiwa nazungusha ninamrudishia. Au ninaenda kwenye duka lingine la jumla, ananipa viroba vya unga, vya mchele, inategemea. Kuna mikopo ya bidhaa. Ambayo mikopo ya bidhaa pia watu wengi hufanyaga na duka ya jumla. Wewe unakuwa ni duka la rejareja, unafanya na duka la jumla. Mkopo aina nyingine tena, kuna mkopo wa investment. Ambayo hii sana sana tunadili na mabenki. Pale ambako unachukua kitu kwa ajili ya yani mkopo wa investment, mfano ile mikopo ya pikipiki, mikopo ya viwanja, mikopo ya magari, ile ni mikopo ya investment ile, kwa sababu unakuwa unapewa kitu ambacho wewe kinakuzalishia. Ndio yani unapewa kitu ambacho wewe moja kwa moja lengo lake ni kukuzalishia. Aidha umekopa nyumba then upangishe watu na kadhalika, umekopa kiwanja. Asilimia kubwa hii wafanyabiashara hufanya na mabenki au mashirika yenye yani reliable, ni kama sana ni mabenki yani. Sawa Sasa watu wengi tunafanya mikopo hiyo kwa nyanja mbalimbali. Sasa leo lengo letu ni wafanyabiashara wadogo. Kama tulivyopita tuliongea kuhusu wafanyabiashara wadogo, ni wale ambao mitaji yao ni kuanzia shilingi 10,000 mpaka milioni 10. Wote hao ni wafanyabiashara wadogo. Kwa hiyo sasa wafanyabiashara wenzangu wadogo, tumejua aina za mikopo. Shosti! Tusemezane.